watakuhitaji uwe na passport, watakuhitaji uende uhamiaji, kuna protocol na mirorongo mingi sana. Kwa nini unataka kutoka kwenye mipaka uliozaliwa kwenda mipaka nyingine? Ndivyo ilivyo hata katika ulimwengu wa roho. Kuna mpaka unakuta tayari ushazungushiwa. Ule mpaka hauwezi ukauvuka kikawaida. Kuna mrorongo na process zinatakiwa zihusike. Na moja ya process ni Mungu kuingilia kati maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jana tukawa tumeangalia kwa ufupi au kwa namna ambavyo Mungu alitusaidia kwamba kuna mahali tunatamani na Mungu alikusudia tufike, lakini kiukweli hatuwezi kufika kwa sababu tunapatamani. Tunaweza kufika kwa sababu tumekubali kulipa gharama na tumekubali kupanda kwenda kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi unapoenda kwenye supermarket, kuna vitu vingi unavitamani kwenye ile supermarket, si ni kweli? Au ukienda kwenye duka la nguo, kuna nguo nyingi unatamani kuwa nazo kwenye lile duka la nguo, ila mwisho wa siku hautatoka na nguo ulizozitamani, utatoka na nguo ulizozilipia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hatua yoyote unayoitamani hautaipata kwa sababu unaitamani, utaipata kwa sababu umeamua kuilipia kwa jina la Yesu. Na moja ya gharama ambazo zitatusaidia kufika kwenye hatua ambayo Mungu amekusudia ni kumkubali Yesu kuwa Bwana na kuongozwa na nguvu zake na Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu. Huyo ndiye ambaye tumeona jana hawezi kuzuirika na kitu chochote. Yaani kanuni zozote zilizowekwa na wanadamu zipo ili zitusaidie. Mungu anaweza akafanya kazi kwa kanuni hizo za wanadamu, lakini haimzuii kufanya kazi kwa kanuni zake yeye mwenyewe, ambaye hata kwa kanuni za kibinadamu zinagoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuna wakati kanuni za wanadamu zinapogoma, tuna apply kanuni ambazo ni zaidi ya kanuni za kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo ndipo nashangaa, wanampeleka mgonjwa hospitalini, wanamwambia hatuoni ugonjwa, lakini wakija kwa madaktari kutoka mbinguni tunasema sio ugonjwa, ili ni pepo, na tunabandika mkono kwa jina la Yesu linaachia, na mtu anasema nimepona. Lakini wanadamu walisema hatuoni ugonjwa, sisi madaktari kutoka mbinguni tukasema tunauona ugonjwa. Wakasema hatuoni tatizo, sisi tukasema kuna tatizo. Wanasema hakuna dawa ya kumsaidia, sisi tunasema hatuna dawa, ila tuna mwenye dawa. Kwa jina la Yesu Kristo nyanyuka uende. Haya ndiyo mambo yaliyomtokea Petro wakati amekutana na mtu mmoja aliyekaa katika mlango mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule kiwete alizoea, ameshawekewa kampaka. Halo, mwambie navuka kwa jina la Yesu. Sema navuka kwa jina la Yesu. Sema navuka kwa jina la Yesu. Moja ya vitu, hichi kitu ni muhimu sana. Ni muhimu sana kujiombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kuna mtu ananielewa. Unajua kwa mfano inavyotokea, kwa mfano hapa ambavyo nimekwambia tupo Tanzania, tupo hapa Tanzania. Kuna wakati kabisa tuna relax kwamba tumeumbwa tu kuishi Tanzania. Amen. Kwa hiyo kwa sababu tumezaliwa tu Tanzania, yani tunaweza kabisa tunaweza kabisa tukahisi kwamba hakuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Mbona kama ilikuwa nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sio, kuna mtu ananielewa? Yaani kuna mtu umezaliwa kwenye maisha fulani, umeshakubali kabisa kwamba haya ndio maisha yangu. Na kwa sababu kila wakati, kwa sababu unajua changamoto ni nini? Kwa sababu umezaliwa ukakuta baba mdogo yako ana maisha yale yale, mama yako ana maisha yale yale, baba mdogo zako ana maisha yale yale, na ukaamini kabisa this is our life, haya ndo maisha yangu. Kwa hiyo ukaridhika nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akishaona umeridhika na kitu, na yeye hajisumbui. Yeye anasema hivi, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo magumu na makubwa usiyoyajua. Maana yake wewe kama unaona mambo yako ni mepesi, bado hujamuita Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 3 mstari ule wa kwanza. Biblia inasema hivi, basi sijajua hivi imeongezeka sana, mbona kama imeanza kelele fulani.
Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu. Nisikilize, kuna watu tumeridhika na hali zetu, tunadhani kwa sababu tumekutana nazo kwenye ukoo tunahisi kwamba labda Mungu ametuumba kuwa hivyo. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu amezaliwa vile vile kutoka tumboni mwa mamaye. Angalia, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu huyu alikuwa amewekwa mlango mzuri, kila siku aombe sadaka, na ameshaambiwa tangu utoto kwamba umezaliwa kiwete, kwa hiyo huwezi kutembea wewe. Umezaliwa hapa kwenu, maisha yenu ni hivi hivi, matatizo haya ni ya kwenye ukoo wenu, alikuwa nayo bibi yako Mwangasagule. Kwa hiyo usijihangaishe, haya ndiyo maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema mtu huyu mstari wa 3, akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka, kwa sababu kuna mfumo na mtazamo ameshawekewa kwamba wewe maisha yako ni ya kuombaomba, wewe maisha yako ni ya kuteseka, wewe maisha yako ni ya kulia, wewe maisha yako ni ya watoto wako kukusumbua. Maana yake ule mfumo shetani ameshautengeneza kupitia ndugu zake. Kwa hiyo alikuwa haoni kitu kingine, anachoona akiona watu wanaona sadaka. Halo, nataka tuvuke mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mpaka shawekewa. Lakini angalia this time, na Petro akimkasia macho pamoja na Yohana akasema, si unataka kutuangalia? Tutazame sisi. Na nyinyi si mnataka kuangalia leo, na mimi nitazame mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako mtazame mhubiri. Mwambie mtazame mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini anawaambia nitazame sisi? Akawaangalia akitarajia kupata kitu. Mungu hawapi watu ambao hawana matarajio. Maana yake kama umetoka nyumbani ili tu kumridhisha mchungaji, utatoka tu kwa sababu ratiba imekamilika. Lakini watu wenye matarajio huwa kuna kitu wanapokea kusawasawa na matarajio yako. Na mimi ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, yale matarajio uliyotoka nayo nyumbani, yale matarajio ambayo umemwambia Bwana, yale matarajio ambayo ulikuwa unayaomba miaka iliyopita, yale matarajio ambayo limekuwa ombi lako ni mwaka wa pili sasa, inawezekana jingine umeliombea ni mwaka wa 16 sasa, kwa jina la Yesu leo linaenda kutokea kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema linatokea katika jina la Yesu Kristo. Huyu Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Akisema niite nitaitika. Wote waliomuita aliitikaga. Ibrahimu alipomuita kwa habari ya tumbo la mama mke wake aliitika. Yusufu wakati yupo utumwani alipomuita aliitika. Daudi alipomuona Goliati alipomuita aliitika. Jifunze kumuita, jifunze kumuita. Maana Mungu yeye anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Anasema je, ni nani kwenu ambaye mtoto wake akimuomba mkate atampa nyoka, au akimuomba samaki atampa mawe? Lakini kama nyie waovu, kama nyie wanyakisa, kama nyie wazalamu, kama nyie wahaya, mna uwezo wa kutenda mema kwa watoto wenu, je, si zaidi mimi Baba yenu aliye mbinguni anasema niite nami nitakuitikia. Na mimi nimekuja kumuita mtu mmoja. Hebu twende tumuite Baba yetu. Ana tabia ya kuwaitikia waliomuita, ana tabia ya kuwatokea waliomfuata, ana tabia ya kuwajibu waliomuomba. Na wewe leo Bwana kujibu sawa sawa na matarajio yako kwa jina la Yesu. Karaba sokoto shaka. Akawaangalia akitaraji kupata kitu. Hebu mshike mkono jirani yako pembeni. Mshike jirani yako. Mwambie leo unatarajia nini? Muulize unatarajia nini? Nataka nikupe habari njema kutoka Sayuni, kwamba kile unachokitarajia kwenye nyumba ya Bwana, kwa Bwana itapatikana. Haya ndio maneno aliyomwambia Ibrahimu.
mtoto wake anaitwa Isaka. Isaka akamwambia, baba, ninaona tuna kuni, ninaona tuna moto, lakini sioni sadaka. Nampenda Ibrahimu. Akamwambia, mwanangu, usijali, Bwana atajitwalia. Ibrahimu ajue atajitwaliaje. Angalia maneno ya Ibrahimu wakati anataka kumchinja Isaka. Akakumbuka Ibrahimu alimwambia mtoto wake kwamba ninatarajia Bwana atajitwalia mwanakondoo kule kule. Usiogope kuongea kwa habari ya Mungu wako. Haijulikani huwa anatendaje, ila tunachojua yeye huwa anatenda. Haijulikani huwa anatumia njia gani, ila tunachojua yeye huwa anafanya. Bwana, wakati Ibrahimu amemwambia vile anataka kumchinja, na Mungu akayakumbuka maneno ya Ibrahimu. Akamwambia Ibrahimu, usimzuru mtoto wako. Tazama, nimeshajitwalia mwanakondoo kama ulivyonena na mtoto wako. Na mimi ninakuambia kwa jina la Yesu, vile vile ulivyowaambia majirani zako kwa habari ya Mungu wako, hata kuaibisha, hata yafanya ili wajue ya kwamba yeye ndiye niko ambaye niko, katika jina la Yesu. Haleluya. Yema kapasatayana sakapayana makapa rama makapa sotoko sakata semekepera makapa yamantala balabala. Haleluya. Mwambie unatarajia nini? Mwambie wenzako unatarajia nini? Mama, usizidiwe na mzinzi. Kijana mzinzi ili azini, kuna matarajio anakuwa nayo kwanza kichwani, mpaka anatafuta message, simu anaanza kumtext binti, wapange guest. Kuna matarajio kwanza yalianza. Kama wazinzi wanaweza wakatarajia na mambo yakatokea, je, si zaidi ya watu waliotarajia kwa habari ya Mungu wao? Nasema kama wazinzi wanaweza wakatarajia na mambo yakatokea kama walivyotarajia, nauliza, je, si zaidi ya matarajio yetu kuyaweka kwa Mungu? Wengine wameweka matarajio yao kwa fedha, wengine matarajio yao yapo kwa waume zao, wengine matarajio yao yapo kwenye elimu zao, wengine matarajio yao yapo kwa ndugu zao, lakini sisi matarajio yetu Bwana yapo kwa mwanaume Yesu. Yeye hajawahi shindwa. Mmoja ya vitu Yesu alishindwa kusema uongo. Akisema nitakuinua, hata ainuke babu, ainuke shangazi, ainuke mjomba, ainuke rais wa nchi yoyote, anakuinua. Walipanga kumzuia Yusufu wakati Mungu ameshapanga kumuinua. Wakazani wakimweka kwenye shimo labda wamemaliza, wasijue majira ya Bwana yakifika, waliokuweka shimoni wanakutoa wenyewe, waliokuangamiza wanakuja kukuokoa wenyewe. Ninayaona maneno haya yanatimia kwa mwanamke mmoja na mwanaume mmoja kwa jina la Yesu. Rema mama, sema navuka, sema navuka, sema navuka. Yama kapalabaka. Nampenda Yesu wa Galilaya, ametenda makuu moyoni mwangu. Haleluya, haleluya. Moja ya vitu ukikuta nakwambia nampenda Yesu na sitani. Na simpendi kwa sababu amenipa fedha, kwa sababu amenipa mke. Nampenda kwa sababu kwanza ni yeye. Yeye ni yule leo, jana, hata milele. Huyo habadiliki. Tuna wachumba wengine tuliwapenda, ikafika hatua tulipokosa fedha wakabadilika. Kuna watu tuliwapenda, walipoona hatuna kesho nzuri wakabadilika. Walipoona simu zetu hazipokelewi wakabadilika. Walipoona ndugu zetu wametuacha wakabadilika. Lakini Yesu akasema, mimi ni yule leo, mimi ni yule jana, mimi ni yule kesho, mimi ni yule hata milele. Nikisema kubariki, huwa sibadiliki badiliki. Ile mvua ikinyesha, Yesu hawezi kuahirisha safari kwa sababu mchomba wako amekukataa. Yesu hawezi kubadilisha mpango wake juu yako kwa sababu mama yako amekukataa. Hawezi kubadilisha mambo kwa
kwa sababu mchumba wako amekwambia ninaona hatuendani, wewe hauendani na yule mchumba, lakini Yesu bado anasema mwanangu, bado tunaendana, hata watu wakukataa, lakini mimi bado tunaendana. Ndio maana kuna watu walitukataa wakazani maisha yameishia pale, ila wakashangaa tunaenda, wanajiuliza wamewezaje hawa? Tunawaambia yuko mwanaume anaitwa Yesu, yeye walitukatia tamaa, yeye akainuka kama mfariji kwenye maisha yetu. Walipozani wametuacha, yeye akatushika mkono, na leo anakushika tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Haya, mbona kama sitaki kuendelea sasa? Hey! Haleluya. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Anasema nilicho nacho ndicho nikupacho. Sina fedha, sina dhahabu, ila nilicho nacho. Fedha haziwezi kufanya, dhahabu haiwezi kufanya. Hichi nilicho nacho ndicho nikupacho. Na nimekuja kuambia watu wa Kigamboni, sijawabebea fedha, sijawabebea ndizi, sijawabebea wachumba, sijawabebea chochote, ila nilicho nacho kitakupa fedha. Nilicho nacho kina uwezo wa kukupa mchumba. Nilicho nacho kina uwezo wa kukupa gari. Nilicho nacho kina uwezo wa kukupa mme. Nilicho nacho kinageuza tabia. Nilicho nacho kinabadilisha mambo, kinabadilisha. Nilicho nacho ni jina la Yesu. Nilicho nacho ni Yesu wa Nazareti. Huyu atakupa kila unachokitaka. Huyu atakupa nyumba, huyu atakupa magari, huyu atakupa fedha. Na ndio maana mama, ndio maana dada yangu, usimwache huyu Yesu kwa sababu ya mchumba, kwa sababu mchumba aweza akakupa Yesu, ila Yesu ana uwezo wa kukupa mchumba. Usimwache Yesu kwa sababu ya fedha, kwa sababu Yesu mwenyewe ana uwezo wa kukupa fedha, ila fedha hatukupi Yesu. Kama unaniamini ninayoyasema, hebu chapa makofi na useme wakapaya da baba shakaya na makapa. Haya walizoea kukuona. Hizi habari nazipenda vibaya mno, nazipenda. Haleluya. Moja kitu nimejifunza hapa, shetani akitaka usifanikiwe ana uwezo wa kukusaidia ili uendelee kubaki pale pale. Sijajua kama kuna mtu ananielewa. Sijui kama hapa kwenye hili eneo kuna mtu ananielewa. Yaani shetani haoni shida unaenda kudanga, unapata hela za kutosha ili uendelee tu kubaki kwenye kudanga. Shetani haoni shida unaenda kazini, unaona kama mambo yanaenda vizuri ili tu uachane na mambo ya wokovu. Shetani ana uwezo wa kufungua milango ambayo unaona kama inakutosheleza fulani. Lakini mpendwa, nikwambie hivi, wewe hujazaliwa kwa ajili ya fedha, hujazaliwa kwa chochote. Kuna jambo na kusudi Mungu amekusudia kulifanya. Hilo jambo ni zaidi ya kupata hizo hela unazopata. Hilo jambo ni zaidi ya kupokea ndoa. Hilo jambo ni zaidi ya kupokea watoto kwa jina la Yesu. Na hilo jambo ndani yako linaamka leo kwa jina la Yesu. Nasema linaamka leo kwa jina la Yesu. Maya capacity. Nilicho nacho ndicho nikupacho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama uende. Yeme mama, kuna watu wamekaa kwenye umaskini. Leo nimekuja kusema kwa jina la Yesu, simama uende kwenye biashara zako. Kuna watu wamekaa kwenye aibu. Kwa jina la Yesu, simama uende kwenye maisha yako ya utukufu. Kuna watu wamekaa kwenye kudharauliwa.
Leo nasema kwa jina la Yesu, simama uende kwenye maisha yako Bwana aliyokuandalia. Kuna watu mmezoeleka Bwana kuonekana ni watu wa kulialia. Leo nakuamuru kwa jina la Yesu, simama uende kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asiwepo wa kukuzuia, maana nimetokea kama Petro kukwambia mpaka wakuwa kiwete kwenye hiyo biashara, wakuwa kiwete kwenye ndoa yako umeondolewa. Majira yako ya kusimama na kwenda kama yule kiwete ni leo. Majira yako ya kusimama na kwenda kuiendea biashara yako, kuendea vilivyo kushinda, kuendea ndoa yako, kuendea watoto wako, kuendea uchumi wako, kuendea huduma yako, kuendea maisha yako mazuri. Ni leo, ni leo, ni leo, ni leo. Haleluya. Ya. Simama uende. Mwambie mwenzako simama uende. Umekaa sana hapa. Simama uende. Iende biashara. Haleluya. Haleluya. Ninachokuambia hivi, labda mwingine anaweza kadhani labda Petro alikuwa ni maskini. Hapana. Petro inaonekana alizoea kumpa huyu mtu fedha na dhahabu. Ila this time Petro amefanya huduma, amezunguka sana, akajikuta muda wa ibada umefika na anatakiwa kwenda hekaluni. Ulipofika anagundua huwa na moyo mzuri, kwa sababu anasema alikaa mahali pale. Na kama tunajua Petro na Yohana walikuwa wanasali kila siku. Ila this time sasa anajikuta ameingia ibadani, hajabeba fedha wala dhahabu. Ndo hapo anamwambia, leo sikupi fedha, sikupi dhahabu, lakini nimegundua kuna kilichonipa fedha mimi, kuna kilichonipa dhahabu mimi, kuna kilichonipa maisha mimi. Hicho leo ndicho ninachokuachia. Akasema kwa jina la Yesu, simama uende. Hebu tuendelee kidogo. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Mwambie Baba nipe nguvu. Hujasema kama unayetaka nguvu. Mwambie Baba nipe nguvu. Sema Baba nipe nguvu. Hauwezi kuiendea biashara kama hauna nguvu. Halo, nisikilize. Hii karamu nikiwa nimeishika hivi, kudondoka haihitaji msaada wote, inahitaji kuachiwa. Si kuna mtu ananielewa? Mimi nikiwa juu hapa, kushuka chini sihitaji msaada wote, nahitaji kujiachia. Ila kupanda juu nahitaji nguvu. Nahitaji nguvu. Mwambie mwenzako nahitaji nguvu. Sema unahitaji nguvu. Si kuna mtu ananielewa hapo? Unataka kuvuka huo mpaka wa maskini, unahitaji nguvu. Ni zaidi ya kuwa na biashara, ni zaidi ya kuwa na frame sita. You need power. Halo, nasema unahitaji nguvu. Unahitaji nguvu dada. Unajua kwenu hawaolewi kabisa. You need power. Wamesha kuona kwenye mrango mpaka wameshaona mrango mzuri. Mabinti wa kwa Mwakasagule hawaolewagi. Wale ni kujipigia na kuondoka. Waambie nimekutana na Petro leo. Ameniambia hapo ulipokaa imetosha. Hayo maisha uliokaa nayo imetosha. Leo kuna jambo jipya limenitokea. Acha watu wajue ya kwamba umekutana na Mungu siku ya leo kwa jina la Yesu. Moja ya vitu Mungu akikutana na watu huwa kuna alama anawawekea. Leo Bwana akuwekea alama kwa jina la Yesu Kristo, ambayo watu wakikuona wakuulize nini kimetokea. Waambie nimekutana na mwanaume Yesu. Yakobo wakati amekutana na Mungu asubuhi, watu walikuta anachechemea, wakasema nini kimekupata Yakobo? Anasema nimekutana na Bwana. Ninamuona mwanamke mmoja, kuna Bwana anampa alama kwenye biashara zake, anakupa alama kwenye ndoa yako, anakupa alama kwenye familia yako, anakupa alama kwenye kazi zako. Watu wanaanza kushangaa, mbona tumefanya wote kazi muda mrefu, hizi wiki tatu kuna kitu kimekutokea? Waambie ni kweli, nimempata asiyebadilika. Haya kaka, anaitwa Yesu. Haleluya. Yesu koyara baba shanta yana mama. Haleluya. Angalia sasa, nimalizie hiki kipengele. Alafu
Sijagusa point, lakini point nishazigusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Bwana. Mtu aliyezoea ni wa kulialia, this time anaingia hekaluni anarukaruka na kumsifu Bwana. Mtu aliyezoea kuombaomba sadaka, this time mnashangaa mnaitisha ujenzi, anasema natoa nusu ya mchango. Mnajiuliza, huyu si anayebebaga mizigo? Tatizo sio kubeba mizigo bwana, kuna nguvu ameipata ya ziada. Haleluya, kuna nguvu imetokea. Mwambie napokea nguvu kwa jina la Yesu. Napokea nguvu kwa jina la Yesu. The way unavyojiria, unavyolinga kusema sijajua wachawi kama wanalingaga hivyo. Unaona ili baridi na mvua ya Dar es Salaam, kuna wachawi wameshajipanga saa 9 na zile radi za jana, kuna watu walikuwa nje wanaroga kaburi, wanaroga nyumba ya mtu. Alafu kuna mama una amani ambayo haitokani na chale, unalinga kwa Bwana. Sema napokea nguvu kwa jina la Yesu. Unatakiwa uwe soft, uwe mwepesi huko usoni, ila kule ndani uwe jambazi. Sio kuna mtu ananielewa? Sio kuna mtu ananielewa? Huko nje wakuone umepiga makeup, umepiga wanja, ila wakimchungulia mtu wa ndani ana mikono hivi, inakucha fulani hivi, ana meno yanang'ata. Wachawi wakija wanasema tumeingia choo kingine hiki, acha twende upande wa pili. Haleluya. Wakamwona anarukaruka yule mtu aliyekaa mlangoni. Manake kuna mpaka na uvuka. Kuna watu wamesha kuzoea kwenye hali ile ile, kiasi kwamba kila ukitaka kuondoka anakuambia hauwezi. Mimi nimekuja kama Petro, nimekuja kukwambia hauwezi kwa akili yako. Ni kweli kwa kabila lako hauwezi, kwa kuangalia wazazi wako hauwezi, lakini katika jina la Yesu Kristo unayaweza. Hata yaliyokushinda miaka 20 unayaweza. Sema nayaweza kwa jina la Yesu. Sema nayaweza kwa jina la Yesu. Mimi nimeanza kuhubiri tu akaniambia hamna chochote. Hamna kabisa. Hapo unasoma Mathayo 7, yani ombeni nanyi mtapewa. Jamani watumishi, ombeni. Ombeni. Simama tumshukuru Bwana. Akasema hamna chochote. Halo? Nikuulize wewe, hamna chochote? Yes! Haya na waga. Haleluya. Anasema wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka. Yeye ndiye aliyekuwa anauza mboga za majani. Yeye ndiye aliyeumwa kansa kwa muda mrefu. Yeye ndiye aliyezunguka hospitalini kila wakati. Yeye ndiye aliyezunguka Kariakoo anaomba msaada kila siku. Na watu wakashangaa, wakajaa ushangao, wakastaajabu mambo yaliyompata. Na kuambia unaenda kuwa kivutio kwa ukoo wako kwa jina la Yesu. Watu waliompokea Yesu wanakuwa tofauti, maana wanageuka kuwa kivutio. Wanashangaa, amewezaje huyu dada? Mbona sura yake ni kama haiwezi kumsaidia kupata hii ndoa aliyoipata? Wanauliza mme wake ni nani? Wanasema ni daktari bingwa. Unajiuliza imekuwaje? Yuko Yesu mvusha watu mipaka, na leo anakuvusha kwa jina la Yesu. Haleluya. Karaba sekete. Ela mama makapa seta. Kaya ndarabaka. Shakata yana wandaraba. Ye makapa soto kushata. Huyu Mungu aliyemsaidia kiweta akayageuze maisha yako kwa jina la Yesu. Huyo anaitwa mzee wa siku. Meninyima sauti mchungaji. Shaka pada baraba kapasiti. Raka pasuka bada bashiti. Rima makapa supere gade bashiti. Yamama kasitene makapa. Moja ya vitu ambavyo huwa najua, mimi sifundishi ili kumaliza notice. Huwa nafundisha ili kitu Mungu alichoweka, alichokusudia siku ya leo kifanyike ndani. Na huwa sifundishi ili watu wote wanielewe. Mtu mmoja akinielewa anatosha. Mama mmoja alitosha kutuletea baba wa taifa Tanzania. Kuna mtu hajanielewa? Mama yake na Trump ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama mmoja aliweza kumzaa kijana anayekuhubiria sasa hivi.
Maana yake mtu mmoja ni wa maana mbele za Mungu kuliko kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sio, kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Natamani kuendelea na shindwa. Yakadaba yandoko pusataya. Rekapaso tukushetenema. Shemama kazabaladuske baragadoske. Rekapa sukaberagadaba. Una matarajio wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize mwenzako, una matarajio? Nini unatarajia usiku wa leo? Halo? Halo? Nimekuambia jana, si kwa mmoja ya familia zilizoenda sana kwa waganga wa kienyeji ni familia yetu. Familia yetu tumeenda kwa waganga wa kienyeji kabisa. Unakuwa na matarajio, mtu anayecheza na matunguli yale. Yaani anakuja na mkia wa mbuzi, mifupa ya kuku, manyoya, hana nguo, amejifunga kitambaa na nguo hana. Ila una matarajio. Halo? Si kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kuna watu tuliwahi kwa hivi. Unajua mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa siamini kama naweza nikamuomba baba kitu chochote akaninyima. Sikuwahi kuamini. Halo? Yaani niende nimwambie baba nahitaji 1000. Nilikuwa sijawahi kuamini kwamba inawezekana asiwe nacho. Na ndivyo ilivyo, kwa sababu baba ni chanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naangalia kuna wakati baba niwahi kumwambia shati yangu imechanika ya shule, ilikuwa darasa la pili. Akaniambia sawa nakuletea baadaye. Kumbe mzee hana hela. Sasa nikuja kujua baada ya kwa nimekuwa. Halo? Ila anaro kichwani, mwanangu anahitaji shati. Baada ya kama wiki moja akanileshea shati mpya. Kwa nini? Niliwahi kumwambia na nilikuwa na matarajio. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu aliniambia, nilikuwa na uwezo wa kuambia hata wanafunzi wenzangu, hata walimu wakiniuliza kwa nini shati baba ameniambia atanipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ile kwamba Mungu amechelewa kukupa imaanisha ameacha kuwa baba. Kuna vitu anavitengeneza na kuviweka sawa. Anatamani akuletee jambo zuri ulilomuomba. Hajakusahau. Yule mwimbaji akasema Yesu hajasafiri. Mwambie mwenzako Yesu hajasafiri. Mwambie Yesu hajasafiri. Yupo bize na mafaili yako. Halo? Si kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kuna watu tunatamani kuvuka mipaka. Sana juu mbingu duniani wema umeinuliwa juu. Kuna mtu anaujua wimbo? Sharakataya. Kila nikitaka kwenda naona kama nazuiliwa. Haya mambo acha nitayafundisha kesho kama neema Bwana itakuwa pamoja na sisi. Damu ya Yesu inanena mema. 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 Hiyo mwagika Kalvari inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu inanena mema. Hebu tusimame. Inanena mema. Inanena mema. Unaweza ukasimama pale ulipo. Damu inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Damu inanena mema.
damu inanena mema. Oh, kwenye maisha yetu inanena mema. Oh, kwenye ndoa zetu hiyo inanena mema. Inanena mema. Damu inanena mema. Oh, inanena mema. Oh, inanena mema. Inanena mema. Oh, inanena mema. Inanena mema. Oh, inanena mema. Damu inanena mema. Inanena mema. Oh, inanena mema. Inanena mema. Oh, inanena mema. Inanena mema. Oh, inanena mema. Damu inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Oh, inanena mema. Inanena mema. Oh, inanena mema. Damu inanena mema. Inanena mema. Oh, inanena mema. Inanena mema. Oh, inanena mema. Inanena mema. Oh, inanena mema. Damu inanena mema. Inatutakasa. 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 Oh, inatutakasa. Damu inatutakasa. Inatutakasa. Oh, inatutakasa. Inatutakasa. Oh, inatutakasa. Inatutakasa. Oh, inatutakasa. Damu inatutakasa. Yaleta uponyaji. Yaleta uponyaji. Yaleta ushindi. Yaleta ushindi. Yaleta ushindi. Yaleta ushindi. Damu yaleta ushindi. Yaleta ushindi. Yaleta ushindi. Yes. Yaleta ushindi. Yaleta ushindi. Damu yaleta. Naomba tusogee mbele wote. Oh, inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Damu inanena mema. Naomba watu wote sogea. Sogea tu mbele hapa. Leo nataka tufanye kitu kimoja. Inawezekana umeombewa sana. Inawezekana ni kweli umeombewa sana. Na kuna changamoto umekaa nayo muda mrefu, na kuna watu wameshaona ni hiyo changamoto yako. Kuna wakati hadi picha imeshatengenezeka kwenye kichwa chako kwamba haya ndiyo maisha yangu. Nisikilize. Yaliyoshindikana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Akisema yote, Mungu ni yote. Sikiliza mpendwa, unajua moja ya vitu vinavyofanya Mungu atuache na matatizo yetu ni kufika hatua kuona kuna baadhi ya mambo haya ni maisha yetu. Yoyote ambayo umeshajimilikisha, Mungu hawezi kukunyang'anya. Kuna mwingine umeshajimilikisha umaskini, umejimilikisha matatizo, umejimilikisha maumivu, umejimilikisha matatizo mengi, umeshaona ni ya kwako. Kilichobadilisha maisha ya huyu aliyekaa mlango mzuri, huyu mtu alikuwa sio mwaka mmoja, sio miaka miwili, ni miaka tangu amezaliwa, hatujui ni miaka mingapi. Lakini this time anasema kwa siku moja tu akamwangalia Petro na Yohana akitarajia kupata kitu. Nisikilize watu wa Mungu, ile kwamba tatizo lako limekaa kwa miaka mingi haimshtui Mungu, haimsumbui Mungu. Na kuna jambo unaweza, yaani kuna watu hata tunavyosema kuomba, kuna issue kabisa unaiwaza, kesi fulani nzito kabisa, nzito kabisa, ila kile ukiangalia unasema hapana, hii ni ya kwangu tu. Unasema hii siwezi kutoboa. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, ndivyo alivyo. Nimekupa mfano wa mzinzi au kijana wa kiume, kabla hajazini na binti anakuwa na picha
anaona kabisa atakavyomchukua binti, atakavyoenda kulala naye. Sasa ile picha akiwaza anataka kuileta kwenye uhalisia. Kama mzinzi ana uwezo wa kuwaza kitu na kikatokea, ni zaidi ya wewe mwana wa Mungu kwa jina la Yesu. Nasema ni zaidi yako kwa jina la Yesu. Sema ni hauja activate uwezo wako. Mimi nina uhakika huu usiku wa leo, jioni hii, kuna jambo limekaa kwenye maisha yako ni miaka mingi. Kuna jambo limekaa kabisa, umeshaona ni sugu, na watumishi wengine wameshaona. Akina Petro alishaona hilo tatizo ni la kudumu kwa yule mama, lakini this time akaambia tutazame sisi. Sio kwamba walimtazama Petro kwamba alikuwa na msaada, kwa sababu Petro alikuwa na Yesu ndani yake. Maana yake alisema mtazame Yesu. Bwana Yesu sasa, hebu mtazame Yesu kwa ajili ya hilo jambo lako. Inua mikono yako sasa, sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, badilisha mtazamo wangu, badilisha mtazamo wangu juu ya changamoto zangu zilizokaa kwangu kwa miaka sasa. Wewe Mungu ulikuwepo kabla ya hii changamoto, haikuzidi umri. Wewe ulikuwepo kabla ya chochote. Yesu ingilia kati kwenye maisha yangu, ingilia kati kwenye biashara zangu, ingilia kati kwenye maisha yangu, ya ujana wangu, ya wazazi wangu, ya watoto wangu, ya ndugu zangu, kwa jina la Yesu. Nifanye tofauti, nigeuze Bwana, nipe harama kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nipe harama, nipe harama kwa jina la Yesu, kama ulivyofanya kwa yule kiwete, ukamwekea alama ambayo kila mtu alitambua ya kwamba kuna jambo limetokea. Baba unawajua ndugu zangu, unawajua majirani zangu. Kila majira ninapokutana na changamoto wanapata furaha. Huu ni majira ya kugeuza historia yangu, kunipa furaha tena kama yule kiwete aliyelia miaka mingi. Nimelia, imetosha. Nimejihurumia, imetosha. Baba, tokea sasa katika jina la Yesu. Anza kuomba mwenyewe, omba mwenyewe. Mimi nitakuombea, lakini unajijua vizuri wewe. Omba mwenyewe. Karama kapasokoto sekete yanto rika bazuke barado shame mama karada bagada barabakata yakapaomba mwenyewe. Yule kiweta kuna aliyemhurumia. Watu walikuwa wanapita wanaenda kanisani wanaimba bila kujali kuna mtu amebaki mlangoni, lakini majira alipochoka na ile hali akasema nimechoka kukaa hapa. Kuna watu nadhani wanakuonea huruma, hawana mpango na muda na wewe, ila yuko Yesu wa Nazareti. Yeye anakuwazia mema kila asubuhi, anakuwazia mema jioni, anakuwazia mema usiku. Shaka paraka pokota yakapasakata yakapasokotosha yakapasotokota yakapapapasata yantakatarabaga rabasokota rabasakata yakapasekete. Hakuna anayeweza kukuombea kama unavyoweza kujiombea. Yakabababa, mimi nitakuombea, lakini na mimi nina shida zangu, na mimi nina ukoo wangu unanitegemea, na mimi nina wanangu wananitegemea. You can pray. Unaweza ukaomba mwenyewe. Ukiomba mwenyewe utaomba vizuri zaidi yangu. Akabababaka pasakata yakapasakata yadaba shakapakatakata shakapakatukuta yakaparagada yakapapapapa lato shakabaya yamakapapapapa yadoko shakaparakata yakadorabadabadabadaba yakapasakata shakanaba yandarabagadaba yekepabababa antoko shakapa yekepababa. Natamani leo utumie muda wa kutosha ukijiombea. Aparadaga
akabadura baba 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 rapapai yakaba. Kuna jambo Bwana amelileta, amesubiria matarajio yako, anaangalia umetarajia nini. Yesu anameyaleta matarajio yako. Inua macho mwelekee yeye, inua macho mwelekee yeye. Shanda bagaba sakata rakapa baba baba santana manama karaba Rabakapa shetakapa yakapa sakataya rapapaka sokoto yando koposikata. Mungu amekuona kutokea hapo ulipokaa muda mrefu, umekaa miaka mingi sana. Shadabaka barama kata barabara shakata barabara. Watu wote nyosha mikono juu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Unajua, punguze gei. Punguze mic kidogo. Haleluya. 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 Unajua, watu ambao wanaenda kwa waganga wako serious kweli. Wakiambiwa kapasue nazi kwenye barabara katikati ya umati wa watu, yuko serious kabisa, anapasua, yuko serious kabisa. Na anapasua akiwa wakati mwingine akiwa uchi kabisa wa mnyama, anapasua nazi. Lakini sisi wa Kristo tukija kwenye masuala ya kuomba, tunakuwa kama na ublazadu na usistadu fulani hivi. Unajua, Biblia inasema hivi ya kwamba imetupasa kumomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Unapoambiwa omba, manake unaanza kudili na maisha yako private mwenyewe. Kuombewa ni nzuri, inasaidia, lakini mtu wa kwanza wa kushughulika na maisha yako ni wewe. Hakuna mtu mwingine atakaye kusumbukia maisha yako. Pastor atakuwepo, atakuombea, lakini itafika mwisho na yeye itafika limitation yake. Wewe ndio mtu wa kwanza kusumbukia maisha yako. Tunaposema omba, sio kwamba tunaoneshana show, sio kwamba tunafanyaje. Ni wewe mwenyewe unaanza kujipambania wewe mwenyewe kwanza. Na ndio maana Mungu anasikia maombi yako wewe mwenyewe kwanza. Haleluya. So tunaposema tuombe, sio kwamba tunataka sisi tuonekane tunaomba sana. Hapana, kadri unapopush mahali hapa, kadri unapoomba mahali hapa, ndio kadri vitu vinavyotokea. Watu usiku hawalali kuhakikisha kabisa mambo yako hayaendi. Watu wanaloga watoto kuhakikisha ni mashoga. Sasa kama tunaomba kwa kurelax kabisa, kiukweli ya kwamba maisha yetu lazima yataharibikiwa. Kwa nini? Hatujaamua. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba yoyote yule amwendeaye, cha kwanza aamue kutoka ndani ya moyo wake, ajitwike msalaba wake, amfuate. Maana yake aamue seriously. Watu wa dunia wako serious na mambo ya dunia, kuhakikisha mambo yao yanaenda mbele. Watu wanatoa wazazi wao kuhakikisha mambo yao yanaenda mbele. Sisi Mungu ametupa access ndogo tu kumwomba. Ombeni nanyi mtapewa. Manake ni wewe tu kuomba. Sasa nataka tuombe dakika kadhaa tu, dakika 2 tu. Nataka Mungu akufanyie nini? Hapo hapo ulipo. Usiangalie jirani yako, usiangalie hata kwenye kiti. Angalia sehemu ambapo utaona ni pazuri kuomba. Hata kwenye kiti kaa, muombe Mungu dakika chache. Baba, katika jina la Yesu. Bwana Yesu uwezaye, Bwana Yesu utawalaye. Mungu ambaye unaishi, Mungu ambaye unatawala. Mungu ambaye upo, Mungu ambaye ni halisi ndani ya maisha yetu. Tumechoka
kuwa kawaida. Rapakapashata barabara. Bwana Yesu tusaidie. Bwana Yesu, usipotushika kwa mkono wako sisi hatuwezi. Usiposhika kwa neema yako sisi hatuwezi. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji neema yako, tunahitaji mkono wako, tunahitaji ukatusaidie. Duniani kuna vizuizi vingi sana. Duniani kuna mambo mengi sana yanayotamani yaturudishe nyuma. Bwana Yesu tusaidie kwa neema yako. Bwana Yesu tushike kwa mkono wako. Umesema katika neno lako tutainua macho yetu tutazame milima. Msaada wetu Bwana uko katikati yako. Msaada wako Bwana uko katikati yetu. Bwana, tunahitaji msaada wako. Tunahitaji msaada kwenye maisha yetu. Tunahitaji msaada kwenye maisha yetu. Tunahitaji msaada kwenye familia yetu. Bwana, peke yetu hatuwezi. Kwa msaada wa akili zetu hatuwezi. Ufahamu wetu unafika mwisho. Akili zetu zinafika mwisho. Bwana tusaidie kwa neema yako Bwana. Tunaweza kuvuka kwa msaada wako Bwana. Tunaweza kutenda makuu. Bila ukuu wako Bwana hatuwezi. Bila neema yako Bwana hatuwezi. Bwana tushike kwa mkono wako. Bwana tushike kwa neema yako. Bila msaada wako sisi hatuwezi. Ndio maana umesema katika neno lako ya kwamba mambo yote yanawezekana kwa sababu wewe Bwana unatutia nguvu. Bwana, usipotusaidia tutazalaulika. Usipotushika kwa mkono wako Bwana, watu watadharau. Watu watasema tumefeli maisha. Watu watasema tumechoka. Bwana tusaidie kwa neema yako. Tusaidie kwa mkono wako. Tumechoka kudharaulika. Tumechoka kufeshwa. Tumechoka kudharaulika. Tumechoka kuwa wa kawaida. Kuna mahali tunafika tunakata tamaa. Kuna mahali tunafika tunavunjika moyo. Bwana tusaidie. Bwana tutetee. Ukasema katika neno lako mkono wako usipoenda nasi Bwana, peke yetu hatuwezi. Kwa fahamu wetu hatuwezi. Mkono wetu, mkono wako Bwana uende pamoja nasi kwenye kila jambo tunalogusha. Mkono wako Bwana uende nasi kwenye huduma zetu. Mkono wako Bwana uende nasi kwenye biashara zetu. Mkono wako Bwana uende nasi kwenye